Hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari, na habari kuu usiku huu. Jeshi la polisi lamshikilia Frey Kosei kwa tuhuma za kuchapisha taarifa ya kitisho dhidi ya Padri Dr. Charles Kitema. Na katika habari za kimataifa, maandalizi ya kikao cha siri cha uchaguzi wa Papa yaanza Vatikani. Na kwa upande wa michezo, Yanga yasisitiza kutocheza Kariakoo Derby licha ya kupokea maelekezo kutoka kasi. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mendi Josefu. Umoja wa Wanasheria wa Afrika kwa kushirikiana na wadau wamewasilisha ombi rasmi kwa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu wakiitaka kutoa tafasiri ya kisheria kuhusu wajibu wa nchi za Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuzingatia haki za binadamu. Amina Ngahewa kutoka Arusha na taarifa kamili. Wanasheria hao wametoa ombi hilo katika makao makuu ya mahakama hiyo jijini Arusha, ambapo Palu na washirika wake wametaka mahakama kufafanua namna haki za msingi kama haki ya kuishi, haki ya afya, haki ya maendeleo na haki ya mazingira salama zinapaswa kulinda chini ya mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu, hasa katika muktadha wa janga la mabadiliko ya tabia ya nchi. Tumewasilisha hapa mahakamani kwa sababu mahakama ndio tume kubwa, ndio shirika kubwa ya kutafsiri na kuhakikisha kwamba sheria za haki za kibinadamu na za jamii za Waafrika zinalindwa na nchi zetu. Swala la mabadiliko ya tabia nchi ni swala ambayo imetusumbua sana kama Waafrika. Mnajua kwamba sisi ndio tumefanya kidogo kabisa kwenye mambo ambao yameathiri hali ya hewa. Nchi zingine za ng'ambo, sana sana Marekani na bara la Europe, ndio wamefanya mengi katika viwanda na mambo mengine kama haya ambayo imetuletea shida. Lakini ni bara la Afrika ndio inaathirika sana. Kwa hivyo tunataka kwamba mahakama itutolee kabisa maoni ya kisheria ambao baadaye itahakikisha kwamba ama itamaanisha kwamba nchi zetu zote 55 pamoja na jumuiya Umoja wa Afrika na jumuiya zetu zingine kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Kusini, kitakuwa na sheria ambao lazima watekeleze katika nchi zetu ili kuhakikisha kwamba haki za binadamu na za jamii zimelindwa na zimepelekwa mbele. Na pia katika mazungumzo ambao serikali zetu zitakuwa nazo na serikali za Ulaya katika United Nations ama sehemu nyingine yote. Na washiriki wa maombi hayo ambaye ni Dizimbabwe Chibga, mtaalamu mkuu wa uandishi wa maombi kutoka ACP, pamoja naye Nomasango Masie ambaye ni mratibu wa chama cha wanasheria wa mazingira, wanabainisha namna Afrika zinavyotakiwa kuwa na wajibu wa kulinda haki na ustawi wa wananchi wao. This application requests the African Court to determine some of the most existential questions on the continent pertaining to climate justice in terms of the rights and obligations, the rights of the African citizens and the obligations of states in terms of climate justice and environmental justice issues. We as ALCA Natural Justice would like to just add our voices in support of this specific petition to the African Court for this advisory opinion. Not only is this process going to be incredibly important for some of the vulnerable groups that we've highlighted, women, children, people living with disabilities, but it will also be incredibly important to litigators themselves, lawyers who are already doing the really challenging work of fighting in their own domestic courts for the protection of the environment, will be able to use a really positive advisory opinion coming from the African Court to further entrench and protect the rights that they already are aware of in their own domestic legislations. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa. Na serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania inaendelea na utekelezaji wa mpango wa kufunga mizani za kisasa zisizohitaji matumizi ya binadamu, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza mianya ya rushwa. Maliango Mgeta na taarifa kamili. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdalla Ulega, wakati akiwasilisha hotuba bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. Waziri Ulega amesema hadi sasa mizani 10 ya aina hii
imefungwa kwenye vituo vya Vigwaza, Mikese, Mikumi, Wenda, Mpemba, Nala, Njuki, Kimokoua, Dakawa na Rubana. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya barabara inayotekelezwa na wizara huzingatia pia masuala ya usalama barabarani ili barabara hizo zisiwe chanzo cha ajali na maafa kwa watumiaji. Hatua mbalimbali zinachukuliwa ili kuhakikisha barabara zetu zinakuwa salama. Miradi inayotekelezwa ni pamoja na kufanyia maboresho maeneo hatarishi, kuweka alama na michoro muhimu barabarani, kufunga taa za barabarani, taa za kuongoza magari katika maeneo ya miji mbalimbali nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tayari ametoa maelekezo ya kuwepo kwa taa za barabarani kama mojawapo ya njia ya kupunguza ajali na kuokoa maisha ya watu hapa nchini. Kama sehemu ya utekelezaji wa maelekezo hayo, jumla ya taa za barabarani 4680 zimefungwa nchi nzima. Aidha, miradi yote mikubwa ya ujenzi wa kiwango cha lami inahusisha uwekaji wa taa za barabarani. Kwa mfano, barabara yote ya mzunguko wa nje Outer Ring Road katika jiji la Dodoma, kilomita zote 112 zitawekwa taa za barabarani. Katika mwaka wa fedha 25-26, Mheshimiwa Mwenyekiti, taa za barabarani zitawekwa katika kila mkoa katika miji takriban 200, ambapo inatarajiwa tutanunua taa 5,200 kwa ajili ya kueneza mikoa yote. Wakati huo huo, serikali imepiga marufuku matumizi ya mashine aina ya msumeno, mnyororo, kukatia miti bila kibali kutoka mamlaka husika ili kupunguza kasi ya uharibifu wa uoto wa asili na mazingira kwa ujumla. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Patrobas Katambi amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, lililoulizwa na mbunge wa Moshi Vijijini, Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi. Alitaka kujua tamko la serikali kwa watu wanaovuna miti kwa kutumia misumeno, mnyororo, na hivyo kuwa kikwazo katika juhudi za kuhifadhi mazingira. Hili la kuhusiana na matumizi ya chainsaw, kwanza, pamoja na kuwa mashine hizo zipo zinauzwa hapa nchini, lakini kuna utaratibu maalum ambao upo kwa mujibu wa mwongozo kwamba zisitumike hovyo kwenye maeneo ambayo hayajapewa kibali. Na matumizi yoyote ya chainsaw si tu kwa Kilimanjaro, lakini nitoe kwa nchi nzima maelekezo kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Ni marufuku kwa mtu yoyote kutumia mashine ya chainsaw bila kuwa na kibali halali kutoka kwenye mamlaka zilizopo kwenye maeneo hayo na hasa halmashauri. Lakini pili, kwenye maeneo hata yale ya misitu ambayo ipo kwa mujibu wa sheria na inatambulika kwenye maeneo mbalimbali kwa mujibu wa maeneo na halmashauri au tawala za mikoa na serikali za mitaa, huko nako pia kuna utaratibu wake wa kuweza kutumia. Hata kule kuliko na miti ambayo imepandwa, namna ya uvunaji kuna utaratibu maalum. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwamba ni muhimu wazingatie utaratibu uliowekwa wa kikanuni na kisheria katika matumizi ya chainsaw, na kama atakiuka mtu tutachukua hatua kali sana za kisheria kupitia mamlaka zetu za mikoa na wilaya. Katika kukabiliana na janga la ukataji holela, na bodi ya usajili wa wahandisi nchini imetoa ahadi ya kuwezesha shule ya sekondari ya wasichana Kagera River iliyopo wilaya ya Karagwe mkoani Kagera ili kuchochea ufaulu wa masomo ya sayansi yatakayosaidia kupata wataalamu katika kada ya uhandisi. Michael Bundala na taarifa kamili. Haya yanajiri katika ziara ya bodi ya wahandisi nchini ERB inayofanywa kwa lengo la kufahamu mahitaji ya wanafunzi wanaosoma katika shule za sekondari mkoani Kagera zilizopata ufadhili wa bodi ya wahandisi. Na hapa mkurugenzi mtendaji wa bodi ya wahandisi, Mhandisi Medad Kavishe, anatoa ahadi kwa shule ya wasichana ya Kagera River iliyopo katika wilaya ya Karagwe mkoani Kagera kuwa bodi ya wahandisi itaisaidia shule hii kupata maktaba laini, yani electronic library, kwa lengo la kuchochea ufaulu wa wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi ambayo ni hisabati, biolojia, kemia pamoja na fizikia. Bodi ya wahandisi inatoa ahadi hii ikiwa ni mwendelezo wa programu yake ya STEM ambayo inatekelezwa mkoani Kagera kwa lengo la kuwawezesha wanafunzi wa kike
kufaulu masomo ya sayansi ili baadaye wakiwa wahandisi waweze kutengeneza uwiano sawa wa wahandisi wanawake na wanaume ifikapo mwaka 2030, ambapo kwa sasa inatajwa na bodi ya wahandisi kuwa katika idadi ya wahandisi 7, mmoja pekee ndio mhandisi mahiri wa kike. Kidude hiki kinaitwa electronic library. Hatuna muda kukieleza sana, lakini baadhi yenu hapa mtakuja mtakifaidi. Form 5 at some point mtakuja mtakifaidi. Kina vitabu vyote vya taasisi ya elimu, kina paper zote, kina vitabu vya ziada. Na nyinyi muendelee kumuomba Mungu tufanikiwe, tuje tufunge hapa. Piga makofi mtafanikiwa. Kaimu afisa elimu wilaya ya Karagwe John Bosco Po ameeleza kwamba programu ya STEM inayotekelezwa wilayani humo walipokea tangu mwaka uliopita na imesaidia wanafunzi kwa kiasi kikubwa, kwa kuwa imesaidia pia kupata walimu wanaoweza kuwasaidia wanafunzi kufikia malengo yao. Sisi halmashauri ya Karagwe tulipokea programu ya ERB mwaka jana, na programu hii ilikuwa ni nzuri sana kwa sababu wakati tunaanza shule hizi kama shule ya science basile, tatizo kubwa tulikuwa nalo kichwani, walimu tutawapata wapi? Kwa sababu tangu wakati huo wilaya nzima ilikuwa na upungufu wa walimu wa science 187. Kwa hiyo tunajikuta tunaanza shule nyingine ya science lakini hatuna walimu wanaoweza kutosheleza mahitaji yetu. Na tulipoanza sasa tulianza kwa ajili wa walimu kwa kutumia programu ya shule, walimu wa wale form 6 syllabus na wale waliomaliza vyuo ambao hawajapata ajira, ambayo ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo baada ya Bisakavishe kutupa mpango huu na tukakubaliana, tukaingia kwenye utaratibu, tukaweka mpango mzima kwa walimu waje waajiriwe, tukapata walimu 6. Kimsingi tulifurahia sana sana sana. Na wanafunzi wa shule hii waliokuwa kidato cha kwanza mwaka jana walikuwa na demand sana walimu. Hata viongozi wakifika hapa wa CCM, viongozi wa serikali, viongozi wanacho demand, wanademand walimu na viwanja vya michezo. Hilo ndio walikuwa na demand. Na baada ya programu hii kwa kweli tuseme tumepumua kidogo. Haijamaliza nani kiu nzima, lakini asilimia karibu 95 imekava. Mkuu wa shule ya sekondari ya Kagera River Felista Francis ameishukuru serikali kwa kujenga shule hiyo ambayo ina maabara zote za masomo ya sayansi. Kwanza kabisa nipende kutoa shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kujenga hizi shule nzuri kabisa kwa ajili ya watoto wa kike na ni shule za sayansi. Shule hii imejengwa kwa kiasi cha shilingi bilioni 4 na milioni 100 kwa majengo yote ambayo yamejengwa, na imewekewa miundombinu yote ya sayansi yakiwemo majengo ya maabara zote na majengo ya kompyuta, lakini pia maktaba kwa ajili ya vitabu kwa ajili ya wanafunzi kujisomea. Bodi ya usajili wa wahandisi ERB inatekeleza programu ya STEM kuchochea ufaulu kwa watoto wa kike katika masomo ya sayansi katika shule 3 za mkoa wa Kagera, ambazo ni shule ya sekondari ya wasichana ya Kagera River iliyopo wilayani Karagwe, Kyerwa sekondari ya wilaya ya Kyerwa, pamoja na Luteni Jenerali Silas Mayunga ya wilayani Kyerwa. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari na habari kuu usiku huu. Jeshi la polisi lamshikilia Fei Kosei kwa tuhuma za kuchapisha taarifa ya kitisho dhidi ya Dr. Charles Kitima. Na katika habari za kimataifa, maandalizi ya kikao cha siri cha uchaguzi wa Papa yaanza Vatikani. Na katika michezo, Yanga asisitiza kutocheza Kariakoo Derby licha kupokea maelekezo kutoka kasi. Askofu wa Jimbo Kuu Katoliki mkoani Mbeya Muhashamu, Askofu Gerfasi Nyaisonga amewataka wakazi wa Chunya kuachana na imani potofu ya kutotumia vyandarua ili kuepukana na ugonjwa wa malaria. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Muhashamu Askofu Gervas Nyaisonga amewataka wakazi wa Lupa wilayani Chunya kutumia vyandarua vyenye dawa ili kuweza kujikinga, kwani hiyo ni namna mojawapo ya kuzuia ugonjwa wa malaria. Tuondokane na mawazo potofu kwamba inatukosesha hewa. Chandarua wengine anasema kimewekewa dawa ya kuharibu mfumo wa uzazi.
wapo wamepitisha hizo kasumba, na kama zipo sasa hivi na sayansi ya kutosha, wataalamu wako kemikali wamezunguka popote, wanaweza kukagua akatuambia hii kitu ni cha ukweli au cha uongo. Lakini tutumie vyandarua, tuhakikishe vyandarua vinatumika kwa usahihi. Ni namna ya kuzuia tusiugue, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Kwa upande wake, afisa tarafa ya Kipembau Kasim Kulondomola amesema baadhi ya watu wamekuwa na kasumba ya kutomaliza dozi baada ya kukutwa na malaria, huku mratibu wa malaria mkoa wa Mbeya Dr. Alex Mokiandile akatoa takwimu ya malaria wilayani Chunya, ambapo wanawake wajawazito na watoto wenye umri wa miaka 5 ndio waathirika wakubwa. Changamoto nyingine, kwa nini gonjwa la malaria haliishi? Pia wananchi tumekuwa na kasumba ya kutomaliza dozi. Tunapoenda kupima na kupata majibu kwamba tuna malaria na kupewa dozi kamili ya matumizi, tukitumia siku moja siku mbili, tukiona tumepata nafuu, tunaacha kumalizia dozi. Tukaangalia kitakwimu wilaya yetu ya Chunya kwa miaka miwili iliyopita, kuna maambukizi kwa wanawake wajawazito na watoto chini ya miaka 5 ni makubwa kuliko wilaya zingine zote za mkoa wa Mbeya. Kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Mashaka amesema wameamua kuunganisha nguvu kufika eneo la Lupa kwa lengo la kuhakikisha wanalupa wanapata elimu juu ya ugonjwa huo, huku mmoja wa wanafunzi aliyeshiriki mafunzo hayo akatoa ombi kwa serikali kuweza kuwasaidia. Jamani, malaria si ugonjwa wa kawaida na tunafaa wote tuwe ya kutekomeza, na ndio maana kwa kuunganisha nguvu hizi kuweza kuwafundisha hawa wanalupa waweze kufanya hii kazi wakiwa wao ndio wapo kipaumbele kwa kukomesha jamii kwa kutumia dawa ambazo zipo ndani ya nchini mwetu, basi iwe rahisi kuweza kutokomeza virusi vya malaria. Sisi kama wanafunzi tuliokuwepo darasani tunaomba sana, sisi hatuwezi mafunzo yale kuishia pale pasipokuwa kupewa vitendea kazi. Tulikuwa tunaomba vitendea kazi, mfano kama vile dawa tulilopewa na mheshimiwa, vile pampu, na vile sio ishie hapa Lupa tu, hapa tumetoka kata tofauti. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wale wenzetu ambao ni viongozi wa juu, tunaomba watusaidie, sisi tupo pamoja na wao. Nikiripoti kutoka wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, Upendo Kibetile. Na tuangazie katika taarifa nyingine ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na kumhoji Frey Edward Kosei, mkazi wa Mbezi Beach, kwa tuhuma za kuchapisha taarifa kitisho dhidi ya katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padri Dr. Chazi Kitima ambaye alishambuliwa Aprili 30, 2025. Akizungumza na vyombo vya habari leo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mliro amesema kuwa mtuhumiwa huyo alichapisha ujumbe wa kitisho kupitia mtandaoni siku chache ya tukio la shambulio, jambo ambalo limeifanya jeshi la polisi kulichukulia hatua za haraka. Kamanda Mliro amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wake wa kina likishirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhakikisha waliohusika wanapatikana na kuchukuliwa hatua stahiki. Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linapenda pia kuwataarifu kuwa amekamatwa na anahojiwa kwa kina mtu ambaye amefahamika kwa jina la Frey Edward Kosei mwenye umri wa miaka 51. Huyu ni mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde, Dar es Salaam. Huyu amekamatwa kwa chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima ambalo kwa mujibu wa ufuatiliaji alilitoa na kulichapisha mitandaoni siku chache kabla ya kutokea kwa tukio ambalo lilimhusisha Padri Kitima. Upelelezi wa shauri hili unaendelea na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru wananchi
ambao kwa sehemu kubwa wamekuwa wakitoa taarifa mbalimbali kabla ya matukio, lakini hata ikitokea bahati mbaya matukio yametokea, wamekuwa wakishirikiana na jeshi la polisi katika ufuatiliaji na kufanikisha kuimarisha mifumo ya usalama katika jiji la Dar es Salaam. Lakini pia wamekuwa wakiendelea kusaidia kutoa taarifa za kuwanyima fursa wahalifu kutotenda makosa, kwani jeshi jukumu lake la msingi ni kuzuia makosa na sio kuyasubiri yatendeke ndio lifanye ufuatiliaji. Kwa hiyo kwa dhati jeshi linatoa shukrani kwa wananchi na waendelee kushirikiana na jeshi lao la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ili Dar es Salaam iendelee kuwa salama. Zaidi ya mikoko 700 imepandwa na vikundi vya ustawi wa jamii Chuini Zanzibar ili kudhibiti mmomonyoko wa ardhi na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa kamili na Virginia Paul. Mwenyekiti msaidizi Usi Ali Kombo ameshukuru taasisi ya Kani kwa kufadhili zoezi hilo, huku miti 1200 wanatarajia kuipanda katika siku zijazo. Tunashukuru Kani kwa kutuwezesha kuendelea na humradi. Haizuri walitukuta tunani, lakini wametuwezesha kuendelea na humradi. Na leo tumepanda miche karibu 765 na tunategemea kuna miche 1200 na kidogo hivi, kwamba tunategemea kuendelea kuipanda na hii. Lakini pia zoezi litakuwa endelevu, ili kwa sababu hili itakuwa chungujiko. Chungujiko maana tunafahamu na chungujiko. Waswahili wanasema kwamba baada ya kupanda tukimaliza na sisi tutategemea tupate watu wengine tuwauzie na wao wakahusishe kwa sehemu nyingine. Kwa hivyo tunatoa shukrani zetu kwa Kani kwamba kutuwezesha, na tunataka wao wazidi kutulea kwa tulivyo, kwa sababu bado sisi wanafunzi tunahitaji tena mbinu nyingine mbadala ya kuendelea na haya masuala yetu. Msaidizi mkuu wa mradi huo na mratibu wa Kani Zanzibar Baraka Eli Mturu ameahidi kuwa zoezi la upandaji wa miti ni muhimu na litakuwa endelevu. Huu mradi ulianza kama mradi wa awali, pilot study, kwa maana ya kujua umuhimu na faida zake, halafu baadaye tunaendelea na awamu ya pili. Kwa awamu ya kwanza tulitaka tuangalie sera za mazingira zikoje, tu review hilo, lakini athari za climate change na sera zake zikoje kwa upande huu. Lakini tukasema baada ya kujua hayo tuende tufanye pilot study, kufanya vitu vikubwa vitatu ambavyo tumevifanya. Cha kwanza ni hicho cha kutengeneza nursery kwa ajili ya kuoteshea mikoko yetu, lakini cha pili kupanda mikoko yetu kwa maeneo ambayo hakuna mikoko, na cha tatu kuanzisha ufugaji wa nyuki. Hiyo ilikuwa ni pilot study, lakini kuisha kwa hii haimaanishi tunaishia hapa. Na hichi kikundi ambacho tumeendelea nacho, kuna awamu ya pili inakuja ambapo tunategemea kuwa na vikundi zaidi. Hicho tutakiacha kitaendelea kuwepo, lakini kitazalisha vikundi vingine. Na kuhakikisha muendelezo wa kikundi kutokupotea, kwa sababu hatuwezi kuwalea miaka yote, tutahakikisha kwamba hii mizinga ya nyuki ambayo ipo wataendelea kutafuta soko na kujiingizia kipato chao. Tutawaunganisha na taasisi zingine za fedha kwa ajili ya kuendelea kupata huduma za kifedha kadri ambavyo watakuwa wanaona wana uhitaji. Nao baadhi ya wanaushirika wa ustawi wa jamii wamebainisha ili kuondokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ukizungumzia mikoko kwanza ina faida nyingi katika maisha yetu. Miti hii mikoko ni jumla ya miti yote ambayo imetuzunguka, ambayo ina faida nyingi kama vile kutupa hewa safi. Zoezi hili ni endelevu katika kuendelea kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kulinda mazingira. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Na taasisi ya Dr. Godwin Mollel kwa kushirikiana na Mo Dewji Foundation zimetoa huduma ya bure ya matibabu ya macho kwa wananchi zaidi ya 3000, zikijumuisha pia upasuaji wa macho, utoaji wa dawa na miwani kwa lengo la kuboresha huduma za afya kwa jamii, hususan kwa wenye uhitaji.
Akizungumza wakati wa kambi hiyo ya matibabu, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo ambaye pia ni naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel amewataka wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na maeneo ya jirani kujitokeza kwa wingi ili kunufaika na huduma hizo zinazoendelea kutolewa bure. Dr. Mollel ameongeza kuwa taasisi hizo zimeweka kambi hiyo ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa juhudi zao za kuunga mkono jitihada za serikali katika kuboresha huduma za afya kwa wananchi nchini. Nchi zaidi ya 2000 jana wamepata tiba na nimeandikiwa ripoti inaonekana 129 walitakiwa wafanyiwe operation, 109 tayari wamefanyiwa, kwa hiyo bado 20 na leo wataongezeka wengine na watafanyiwa operation bure, si ndio? Na niwaambie tu wananchi wenzangu kwamba nimshukuru Modeuji kwa kweli, kwa kutumia foundation yangu tumekuwa tukifanya mambo mengi, lakini nilikwenda kwake ametupa zaidi ya milioni 800, zaidi ya milioni 800 kwa ajili ya kusaidia watu wa Siha. Lakini najua endeleeni kuhamasisha wenzenu, hii hela isirudi kwa huyu jamaa. Nyie mnaonaje? Tusije tukabakiza hela ikarudi. Tusibakize hela yote ikafanya nini? Ibaki ishe hela yo. Lakini kwa sababu tuna ndugu zetu Hai, tuna ndugu zetu Meru, tuna ndugu zetu Longido, pia tuwaite, si ndio Tuwaite waje wapate nini? Na tunaita watoto wenye ule kichwa kikubwa, si mnawajua Tuna issue ya watoto ambao wanazaliwa wakiwa na uti wa mgongo huko wazi, uti wa mgongo wazi, si mnajua Na wale wakipatikana watapelekwa mpaka Muhimbili na watafanyiwa operation bure mpaka kurudi nyumbani. Na mzazi wake atahudumiwa vizuri, si ndio Lakini 99% ya watu wanapata nini? Miwani, na wanapata kila kitu, na nimeona jinsi ambavyo mnapata dawa. Hamlipishi chochote. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea hapa tutaangazia katika habari za biashara na uchumi. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Neema Mwasenga. Leo Jumatatu Mei 5, 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi Dar es Salaam imesikiliza shauri la maombi madogo ya ardhi namba 8039 inayowahusisha wanafamilia wawili ambao ni John Robert Rupia, Stephen Thomas Rupia. Shauri hilo la zuio linatokana na mgogoro unaohusu jengo lililopo kwenye kiwanja namba 2 makutano ya Msimbazi na Uhuru. Shauri hili linawahusu John Robert Rupia na Stephen Thomas Rupia ambao ni familia
ya mwanzilishi wa TANU na mpigania uhuru wa Tanganyika marehemu John Rupia kuhusiana na nyumba ambayo wamegawana, nyumba ya urithi wamegawana, ipo katika ploti namba 2 na 3 Fla Kariakoo, katika makutano ya mtaa wa Msimbazi na Uhuru. Walikwisha gawana, na msingi wa shauri hili leo ni kuomba zuio, kwa sababu mjibu maombi Steven Thomas Rupia ametoa notisi kwa wapangaji na wanaofanya biashara ndani ya jengo lile kuhama kwa madhumuni ya kulibomoa baada ya kuwa ameingia mkataba na wawekezaji ambao anawajua yeye. Sasa mgogoro uliopo ni kwamba mteja wangu John Robert Rupia ambaye nimleta maombi kwenye kesi hii anasema kwamba mjibu maombi Steven Thomas Rupia hakuwa na uhalali wa kutoa notisi ya wapangaji wahame na kuingia mkataba na wawekezaji wa kujenga jengo hilo. Sasa kuna kesi ya msingi tumeshafungua hapa, na ili kuzuia matokeo ya kesi hiyo ya msingi yasije yakaathiriwa, ndio maana tumeomba zuio kwamba hadhi za wadaawa kwenye shauri hili zibaki kama zilivyo mpaka kesi ya msingi itakapomalizika. Na tuangazie taarifa nyingine. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mbolea Tanzania TFC Bwana Samuel Mshote amemwakilisha katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Bwana Gerald Mweli katika hafla utiaji saini wa mikataba miwili ya ushirikiano kati ya Shirika la Maendeleo ya Taifa NDC na kampuni ya Libo Farm ya nchini Cuba. Hafla hiyo imefanyika jijini Dar es Salaam, ambapo dhamira ya mikataba ni kuzalisha mbolea hai itakayosambazwa na kampuni ya mbolea Tanzania TFC na kuimarisha teknolojia ya kisasa. Tukio hilo limehudhuriwa pia na balozi wa Tanzania nchini Cuba, Mheshimiwa Humphrey Polepole, ambaye ameratibu na kuhamasisha uwekezaji huo wa kimkakati hapa nchini. Mheshimiwa Balozi Polepole amesema kuwa hatua hii imefikiwa kutokana na dhamira ya nchi ya Tanzania na nchi ya Cuba kuendeleza ustawi wa wananchi wake kupitia uhawilishaji wa teknolojia na maarifa. Naye mkurugenzi wa Shirika la Maendeleo ya Tanzania Dr. Nicholas Shombe ameeleza kuwa Tanzania inakwenda kunufaika na teknolojia ya uzalishaji wa mbolea hai na viuatilifu. Hivyo, kusainiwa kwa mikataba hii, sekta ya kilimo inakwenda kunufaika kwa kupata teknolojia ya kuzalisha mbolea salama isiyo na madhara kwa binadamu na mazingira. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Neema Mwasenga. Mtazamaji, ni habari za biashara na uchumi zinatupa nafasi moja kwa moja ya kuungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni maandalizi ya kikao cha siri cha uchaguzi wa Papa yaanza huko Vatikani. Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga, karibu. Wanamgambo wa kundi la RSF nchini Sudani wamefanya shambulizi la kutumia droni na kuilenga kambi moja ya kijeshi kwenye mji wa pwani wa Port Sudani. Mji huo umekuwa ukitumiwa kama makao makuu ya muda ya serikali inayoongozwa na jeshi la nchi hiyo. Taarifa hizo zimetolewa na jeshi la Sudani ambalo kwa miaka miwili limekuwa linapambana dhidi ya kundi la RSF. Taarifa zinasema hakuna vifo wala majeruhi kwenye mashambulizi hayo. Msemaji wa jeshi hilo, Brigadier Jenerali Nabil Abdallah, amesema droni za RSF zimelipiga ghala la silaha kwenye kambi ya jeshi ya Osmani Digina, hifadhi moja ya mizigo na miundombinu mingine ya kiraia. Inaarifiwa mashambulizi hayo yalisitisha kwa muda safari za anga kwenye mji wa Port Sudani. Uwanja wa ndege wa mji huo umekuwa lango kuu la kuingia Sudani tangu kundi la RSF lilipoukamata uwanja wa mji mkuu Khartoum
mwanzoni mwa vita hadi mapema mwaka huu pale jeshi liliporejesha udhibiti wake. Kwingineko, katika ujumbe wa maneno na baadaye kupitia mtandao wa kijamii wa X, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema nchi yake itajibu shambulizi la Wahuthi lililoulenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion jana Jumapili. Watu 8 walijeruhiwa pale waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Irani walipofyatua kombora la masafa kuulenga uwanja huo wa ndege uliopo maili chache kutoka mji wa Tel Aviv. Safari za ndege zilizuiwa kwa muda mfupi na mashirika kadhaa ya Ulaya yalizifuta kabisa safari zake za kwenda Israeli siku ya jana Jumapili. Ripoti za vyombo vya habari vya Israeli vilisema mifumo yote ya ulinzi wa anga ya Israeli, ikiwamo ule mamboleo kutoka Marekani wa Tihadi, ilishindwa kulidungua kombora hilo lililosafiri kiasi cha umbali wa maili 2000 kutoka Yemen. Kwa miezi kadhaa sasa, waasi wa Houthi wamekuwa wakifyatua makombora kuilenga Israeli, wakisema wanafanya hivyo kuwaunga mkono wa Palestina wa ukanda wa Gaza. Tuhitimishe habari za kimataifa na taarifa ifuatayo. Maandalizi ya uchaguzi wa Papa yanaanza kwa pazia kufungwa kwenye roshani ya kanisa la Mtakatifu Petro Vatican. Makardinali takribani 133 wenye umri wa chini ya miaka 80 wanatarajiwa kukusanyika katika kanisa la Sistine kuanzia siku ya Jumatano kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani lenye waumini bilioni 1.4. Kikao cha siri cha kumchagua Papa kinaweza kuendelea kwa duru kadhaa za upigaji kura hadi mgombea mmoja atakapofanikiwa kuungwa mkono na theluthi 2 ya makardinali. Wafanyakazi katika makao makuu ya kanisa hilo mjini Vatican tayari hii leo wamefunga pazia maalum kwenye roshani atakayosimama Papa atakayechaguliwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Ni katika habari za kimataifa na Pius Jayunga, na moja kwa moja kwa sasa mtazamaji, tupate wasaa wa kuelekea viwanjani kuangazia ya kimichezo. Taungana hapa na mwanamichezo Lai Saidi mara baada ya mapumziko mafupi. Atujuze Simba kunani wamefanya nini leo? Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka.
Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa kuelekea viwanjani. Ungana nami mwanamichezo wako Lai Saidi. Na tukianzia hapa nyumbani ambapo uongozi wa klabu ya Yanga umevunja ukimya baada ya majibu ya barua kutoka CAS kurejea na kuwataka kurudi kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yao kuhusu mchezo namba 184 wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kati ya Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa Yanga umewajulisha umma kuwa msimamo wao juu ya mchezo huo uko pale pale, kuwa hawatoshiriki mchezo huo kwa namna yoyote ile na wako tayari kuipambania haki yao na kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka. Lakini pia uongozi wa klabu hiyo hauko tayari kupeleka shauri lao kwa mamlaka za soka nchini kama mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS ilivyotoka, kutokana na kutokuwa na imani na mamlaka hizo, wakidai kuwa uonevu na uvunjifu mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhamiri kwa baadhi ya timu ambazo unafanywa na mamlaka hizo. Na tukielekea taarifa nyingine, klabu ya Simba imefanikiwa kuondoka na alama 3 muhimu katika mchezo ambao umetamatika muda mchache katika dimba la Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Simba walikuwa wageni katika mchezo huo ambapo mchezo umetamatika kwa Simba kuibuka na bao 1-0, bao likifungwa na kiungo Fabrice Ngoma katika dakika ya 55. Goli pekee la Fabrice Ngoma limeipa Simba alama 3 kama nilivyokujuza, na Simba wamefikisha alama 63 nyuma ya vinara Young Africans wenye alama 70, huku kukiwa na utofauti wa michezo miwili. Na kikosi cha Pamba Jiji tayari kimewasili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo dhidi ya Simba, mchezo ambao utapigwa mchezo ambao utapigwa Mei 8 katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Pamba Jiji ipo nafasi ya 13 katika msimamo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara wakiwa na alama zao 27 baada ya kucheza michezo 26. Moses William ni afisa habari wa kikosi cha Pamba Jiji, amezungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo huo. Yes, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji wana TP Lindanda wanakaweka kitu pekee ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba tayari sisi wawakilishi wetu tumeshawasili salama jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wetu unaofuata wa tarehe 8 dhidi ya Simba Sport Club. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu haikuwa na changamoto yoyote, tumefika salama, tumefika kwa wakati, na hivi sasa tuko hapa KMC Complex, eneo ambalo mechi ndio itapigiwa hapa. Tumekuja kwa ajili ya kuondoa uchovu, tunasema recovery kidogo. Kwa hiyo unaona vijana hao hapo, vijana wa kazi wanafanya mazoezi taratibu kuhakikisha wanatoa uchovu ule wa safari ambao tunaopitia wakati tunatoka jijini Mwanza mpaka hapa jijini Dar es Salaam. Kimsingi niwaambia mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, tumekuja hapa kuhakikisha tunaipigania nembo ya klabu ya Pamba Jiji. Mechi ya tarehe 8 ni mechi muhimu, nzito, ngumu kwetu, na tuko tayari kuhakikisha nembo ya klabu ya Pamba Jiji tunaitetea, tunaisimamia, tunaipigania na tunaondoka tukiwa tuna furaha hapa jijini Dar es Salaam. Haitokuwa rahisi, lakini ni lazima tupigane kuhakikisha hilo linakwenda kutokea. Ndio maana tunasema hivi, hatujasahau. Tukutane tarehe 8 hapa KMC Complex.
Na tukielekea kimataifa, klabu ya FC Barcelona imeripotiwa kuwa na mpango wa kumsajili mshambuliaji wa Atalanta Ademola Lookman kwenye dirisha lijalo la uhamisho wa majira ya kiangazi. Star huyo wa Kinigeria mwenye umri wa miaka 27 amekuwa na kiwango bora sana kwenye kikosi cha Atalanta msimu huu, akicheza mechi 37 kwenye michuano yote na amefunga mabao 18 na kutoa asisti mara 7. Lookman amefunga mabao 13 na ametoa asisti 5 katika mechi 28 kunako ligi kuu ya soka nchini Italia maarufu Serie A. Na kwingineko ni kuhusiana na hatimaye mshambuliaji Harry Kane ametoa kombe la kwanza kwenye maisha yake ya soka baada ya Bayern Munich kutoa ubingwa wa Bundesliga baada ya Bayer Leverkusen kulazimishwa sare ya 2-2 dhidi ya Freiburg, zikiwa zimesalia mechi 2 pazia la Bundesliga kuweza kufungwa. Bayern Munich ni mabingwa wapya wa Bundesliga kwa kuwa na pointi 76 walizonazo na haziwezi kufikiwa na timu yoyote, ambapo hata kama Bayer Leverkusen watashinda mechi zao 2 zilizosalia hawawezi kuzifikia pointi za Bayern Munich. Na tuelekee kutazama taarifa ya burudani ambapo Pendo Mkwawa anakuja na taarifa zaidi. Na katika burudani, msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz kutoka nchini Tanzania amefikisha subscribers milioni 10 kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube na kumfanya awe miongoni mwa wanamuziki ambao wana wafuasi wengi barani Afrika katika mtandao huo wa kijamii. Hivi sasa anashika nafasi ya 4 kwa ujumla barani Afrika kwa idadi ya subscribers, nyuma ya Lord Ahmed, Mohamed Ramadhani na Saadi Lamjared. Pendo Mkwawa, Sky TV. Tamati ya taarifa za michezo na burudani na taarifa yake Pendo Mkwawa inatufikisha mwisho wa Viwanjani. Ni kurejesha kwake Mindy Joseph aweze kutamatisha taarifa ya habari usiku huu. Ni mwanamichezo Lai Saidi akitupasha ya Viwanjani, na moja kwa moja kwa sasa mtazamaji tupate wasaa kuangazia kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Hello dear viewers, my name is Joyce Makwata from Tanzania Meteorological Authority. Welcome for 24-hour the weather forecast is starting from tonight. Generally we expect windy to flow at speed of 20 km per hour for Lake Victoria, while for Lake Tanganyika we expect windy to flow at speed of 30 km per hour. Entire coastal belt together with Lake Nyasa we expect windy to flow at speed of 40 km per hour. Thus TMA has issued advisory concerning period of strong winds and large waves over the entire coastal belt together with Lake Nyasa. People conducting marine activities are advised to take necessary precautions. Rainfall models are indicating chances of rainfall over the Lake Victoria Basin, entire coastal belt, with reduction of activities over some part of the central towards southern coast. During the night, we expect Lake Victoria Basin together with western part of our country to feature partly cloud condition thunder showers over a few areas. Northeastern Island, entire coastal belt, Morogoro together with Ruvuma, we expect just light rain showers over a few areas. Central Southwestern Island, we expect to feature mainly partly cloudy condition during the night. And tomorrow we expect Lake Victoria Basin together with western part of our country to experience partly cloud condition thunder showers over a few areas in sun periods. Northeastern Island, northern coast including Morogoro region, we expect rain showers over a few areas in sun period. Central Southwestern Island, southern region together with southern coast, we expect just light rain showers over a few areas in sun period. And now let's have the 4 days weather forecast. For Dar es Salaam, we expect partly cloud condition and thunder showers over a few areas. While Dodoma, we expect it to feature mainly partly cloud condition and sun periods. Mbeya, we expect it generally to feature mainly partly cloud condition with light rain showers on 8th of May. While Mwanza, we expect partly cloud condition, thunder showers over a few areas to continue. Kilimanjaro, we expect it to experience partly cloud condition and rain showers over a few areas.
while Morogoro, generally we expect it to feature partly cloudy conditions, thunder showers over a few areas. Arusha region, we expect for the coming 4 days to experience rain showers over a few areas in sun period. Dear viewers from Tanzania Meteorological Authority, that is what we have for today. Thanks for watching, and for more weather update, visit our website and social media accounts. Na mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa unatuhitimishia kipindi cha Ulimwengu wa Habari usiku huu. Nikwambie tu kwamba usikose kutazama marudio pale itakapotimu saa 4 kamili usiku, lakini pia saa 12 asubuhi. Na unaweza kutupata pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwa upande wa Instagram tunapatikana Sky International TV, lakini pia kwa upande wa YouTube tunapatikana pale. Utakutana na vipindi vyetu mbalimbali. Nikutakie usiku mwema panapo majaliwa siku ya kesho.